Akiongea na kamera Dodoma TV, mmoja wa ndugu wa marehemu hao, Bwana Nehemia Konga Wadodo, alikuwa na haya ya kuyazungumzia juu ya tukio hilo. Msiba huu ni wa kwetu sote. Tukio hili limetokea ghafla, wengi tulikuwa hatujatarajia. Kwanza tulikuwa na msiba wa ndugu yetu mwingine kijiji kingine cha Kazania, na familia wengi walikuwa wanaenda kuzika. Sasa imetokea katika harakati za kwenda huko, wenzetu wengine walikuwa na usafiri mbalimbali, wengine walikuwa kwenye guta, wengine kwenye mapikipiki, lakini wenzetu wa kwenye guta walipata ajali ya kugongana kwa basi kwenye maeneo ya Mbugani, kijiji cha Ngambi pale darajani. Kwa kweli tumepokea kwa masikitiko, kwa sababu hawa ni ndugu zetu, tumeishi nao wote kwa pamoja na watoto ni wa familia moja. Amefariki huyu Wema Zakaria Muondo na wifi yake Asha Manoza, na wote wamefariki jua. Lakini kilichoonekana pale ni sehemu ya daraja, na inaonekana kwamba hili guta lilitaka kupita darajani na basi nalo lilitaka kupita darajani. Kwa hiyo hapo ndo chanzo tukio cha mkutano. Kwa nini kilitokea? Kwa kweli labda wenzetu wa watu wa usalama na jeshi la polisi wanajua taratibu na namna jinsi ya kujua kwamba labda kama nini chanzo, kama chanzo ni vyombo vya moto vyenyewe ama ni nini. Kwa kweli huko hatuwezi kufika. Jeshi la polisi wilayani Mpwapwa limethibitisha kutokea kwa tukio hilo. Lamesema kwamba wao si wasemaji na msemaji ni mkuu wa polisi mkoa wa Dodoma ambaye atatoa maelezo yote. Alipotafutwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ambaye ni mkuu wa wilaya ya Mpwapwa, Dr. Sofia Mfalme Kizigo, alikuwa nje ya ofisi na kuweza kulizungumzia tukio hilo. Kampuni ya Ngasele ni kampuni inayofanya safari zake kutoka Mpwapwa kwenda Dodoma na maeneo mengine ya Mpwapwa na Tanzania bara kwa ujumla. Lakini pia baada ya kutokea tukio hilo, basi hilo lilichoma moto na wananchi wasiofahamika, ambapo liliteketea lote kwa jumla. Kutoka katika kijiji hiki cha Ngambi, jina langu ni Steven Noel wa Dodoma.